Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, naileta kwenu simulizi iitwayo Vita kati ya Dunia na Bahari. Karibuni sana kwenye The Book of Movie and Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo nakuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana katika season mpya, katika series mpya, karibu sana katika story mpya, karibu sana katika simulizi mpya inayoitwa Vita kati ya Dunia na Bahari. Na sasa tuanze simulizi yetu. Karibuni nyote, mnakaribishwa. Simulizi yetu inaanzia kunako bahari. Meli kubwa ya wavuvi yenye rangi ya blue ilikuwa ikilanda. Ni aje kapteni? Mabaharia walizungumza wakipiga stori, wakibadilishana mawazo yale na yale, wakiendelea kuvua samaki katika kinu kirefu cha bahari. Bwana, mawimbi yalikuwa yanapiga taratibu. Hali ya hewa ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni mchana wa jua kali. Wakiendelea kuvua samaki, wakiendelea kuzungumza na kupeana ishara na zile na wakatupa chupa chini. Baada ya kutupa chupa chini, samaki walikuwa ni wengi kweli chini ya bahari. Na akiendelea kuvua samaki, wakaanza kupandisha nyavu juu, wakavuta nyavu, na baadaye, baada ya kuvuta nyavu, samaki walikuwa ni wengi mno. Kapteni wele boti alisema, bwana, leo nafikiri Mwenyezi Mungu ametujalia kuliko siku zingine zote. Samaki ni wengi mno. Bana, baada ya kufikisha nyavu juu, katikati ya ile nyavu, katikati ya wale samaki, walianza kusikia mlio wa ajabu, mlio wa kutisha, mlio kama wa kiumbe ambacho walikuwa hawategemei kama wangeweza kukutana nacho. Na ndipo walipoweza kufungua ile nyavu, akatokea kiumbe mmoja wa ajabu wa kutisha. Kiumbe yupo kama binadamu, lakini ana muonekano wa samaki. Ana mikono, ana miguu, lakini ngozi yake ni kama samaki. Macho yake hapo kama samaki. Ndipo kapteni alivyochukua bunduki maalum yenye aina kama ya mshale hivi, akamshuti yule samaki. Baada ya kumshuti yule samaki, wakawa wamemchukua na kumfunga. Baada ya kumfunga, wakawa wameondoka naye mjini. Na upande wa pili, saa 12 alfajiri, kamanda mmoja wa jeshi anakuwa hapo amelala. Simu yake inaita. Ashindwa kupokea kwa sababu ni aina ya signal ambayo ametumiwa, aina ya ujumbe. Hivyo anaamka. Baada ya kuamka, anatembea chap, anaelekea kwa mke wake. Baada ya kufika kwa mke wake, anamweleza, naipata simu ya dharura, kwa hiyo inabidi uondoke, siwezi kuacha hapa nyumbani, na ujauzito hamna mtu kutazama. Tazama, mke wake alikuwa ni mjamzito, na ujauzito uliokuwa nao hakuna mtu kutazama mke wangu, kwa hiyo inabidi uende nyumbani na mimi nielekee kunako majukumu, nimepata simu ya dharura. Baada ya hapo, mke wake akafungasha mabegi yake na jamaa akachukua begi lake akatoka. Baada ya kutoka nje ya nyumba yake, akakuta gari limepaki, gari jeusi limepaki. Akafungua kioo, binti mmoja anaitwa Karen. Akamuuliza, vipi, mbona pigiwa simu upokei? Nimekaa hapa muda mrefu na kupigia simu upokei, kwa nini ulikuwa upokei simu? Yule kamanda kapteni akamwambia, siwezi kupokea simu, nilikuwa ndo naamka na nilibidi kwanza kumjulisha mke wangu hali halisi, na baada ya hapo ndio maana nimekuja. Karen akaniambia, okay, basi sawa, hamna shida, ingia kwenye gari tuondoke. Kumbuka, hii ni London, Uingereza. Walipokuwa katika gari, waliendelea kutia story. Vipi Karen, habari za siku? Yule kamanda alimuuliza Karen. Karen alimjibu, habari za siku ni nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda, maisha yanaendelea. Vipi mume wako, familia hawajambo? Kapteni aliuliza. Karen akajibu, naam, kila kitu kiko sawa.
maisha yanaendelea. Ule mkopo nilipata, nafikiri nimeshalipa rent na nategemea kununua gari mpya na kila kitu kiko sawa. Asante kwa ushauri wako sana brother. Na safari ikaendelea. Gari ilikuwa iko speed kweli kweli. Walikuwa wanawahi kunako majukumu ya kila siku ya jeshi baada ya kupata signal maalum kwamba kuna kitu ambacho sio kizuri kimetokea kunako bahari. Kuna kiumbe ambacho kimetokea kunako bahari, kiumbe cha kutisha. Hivyo wote ni wanajeshi na wote washapata signal, na hivyo walikuwa wanaelekea makao makuu ya jeshi ili kwenda kupata mission na kuelekea katika kazi maalum. Na baada ya kufika makao makuu, walipaki gari lao, wakaonyesha saluti, wakapiga saluti kwa wakubwa wao wa kazi, wakasalimiana. Hey kapteni, mambo vipi? Safi. Habari za nyumbani? Nzuri. Kitu gani kinatokea? Msijali, kama mlivyosikia kuna jambo ambalo sio zuri katika dunia linataka kutokea. Kuna kiumbe wa ajabu ametokea baharini, amevuliwa na wavuvi, ambaye yupo kama binadamu, lakini maumbile yake ni samaki, lakini yupo kama binadamu. Hivyo tunahofia viumbe kama hawa wanaweza kuivamia dunia yetu na kuiteketeza. Ndio maana tumewapa signal maalum kwa kazi maalum. Na baada ya hapo kapteni akamwambia, naitwa Rogers, tuingie katika ndege ili tuelekee katika majukumu maalum. Baada ya kuonana katika makao makuu ya jeshi, wakaingia kunako ndege ili kuelekea katika majukumu maalum, kazi maalum. Huyu ni kamanda aliyefuzu kikosi maalum kwa kazi maalum. Hawa ndo makomando wa kutisha, wanaitwa Navy soldiers, makomando wa kutisha. Hivyo baada ya kuingia kwenye ndege ilianza safari, hatimaye ikawa mawinguni, wakichana anga taratibu, huku wakiendelea kutia stori hizi na zile. Blackley, inakuaje? Safi mtu wangu. Huko ulikotoka vipi? Fresh. Familia vipi, inaendeleaje? Familia inaelekea mji kidogo wa jirani, kwa sababu sikutaka kumwacha mke wangu nyumbani. Kwa hiyo ameelekea mji kidogo wa jirani kwa mama yake. Okay. Rogers, kamanda wao wa kikosi, alisimama mbele yao akasema, tutatua Kabela. Baada ya kufika Kabela, hapo ndipo tutaanzia majukumu yetu. Kwa hiyo kila mmoja awe na utayari wa kufanya kazi ili kulisaidia taifa, ili kuisaidia dunia kwa ujumla. Na kisha jamaa yake akamwonyesha kitu kunako tablet yake. Oya, ni aje mte baba, unaona hiki kitu? Bwana, hivi viumbe tunaenda kupambana navyo. Hivi viumbe vinaishi chini ya bahari, vinataka kuja duniani. Inasemekana hapo zamani za kale, kabla dunia ndo inaanza, hawa viumbe walikuwa wanaishi duniani, ila kwa baadaye walishuka chini ya bahari. Hivyo sasa, baada ya binadamu tumeikalia dunia kwa muda mrefu, hawa viumbe nao wanataka kuja duniani. Kwa hiyo bwana, tunaenda kupambana na hivi viumbe, mwanajeshi mwenzie alimweleza. Kwa hiyo brother, kama mkao wa kula, kama mkao wa vita, tunaenda kukiwasha. Ndipo akamwambia, unajua nini brother, mimi sikutakiwa kuwa hapa. Mimi ni mwanajeshi tu, nimepokea simu ya rafiki yangu. Bwana, nimepokea simu ya rafiki yangu, lakini sikupaswa kuwa hapa. Yuko bize, basi ameniagiza tu basi nije nikae kwenye nafasi yake, kwa sababu siku zote anapokuwa na changamoto huwa anakaa kwenye nafasi yangu na mimi nakaa kwenye nafasi yake. Mimi hiyo kazi yangu. Kama ndo kazi yenyewe kwenda kupambana na viumbe wa kutisha, viumbe wa hatari kiasi hiki, hii haikuwa kazi yangu kabisa. Lakini acha tu tuende. Lakini brother, mimi hii sio kazi yangu. Bwana, yule mwanajeshi aliendelea kulalamika kwamba hiyo na simu aliyopigiwa ilikuwa sio simu yake, ilikuwa ni simu ya rafiki yake aliyekuwa bize. Akamwambia, bwana, kuna majukumu muhimu yanahitajika kwenda kufanyika, lakini mimi sitoweza kwenda. Nahitaji uende ukanipe msaada wako, uende nenda ka show love, na mimi next time utakapokuwa na shida nita show love kwenye majukumu yako. Akaendelea kuzungumza, mimi ni mwakilishi wake tu, mimi ni grade namba 10.
Mwanajeshi yule mwingine akashangaa, grade namba 10? Ndio, mimi ni grade namba 10. Kazi kama hizi ngumu mimi siwezi. Brother alikuwa tayari katika moyo wake ameshaingia uoga. Alivyosikia kuna viumbe vya kutisha vinataka kuja kuivamia dunia na kuiteketeza, akahisi vita itakuwa kali na inaweza kugharimu maisha yake pia. Na baada ya ndege kushuka, waliingia katika gari ndogo nyeusi. Baada ya kuingia katika gari ndogo, walielekea mpaka kando kando ya bahari. Wakakuta kuna helikopta ya jeshi nyeusi imeandikwa Air Force One. Wakapanda kuna helikopta na kuanza safari ya kuelekea katika kisiwa ambako inasemekana kuna hao viumbe wanaotishia kuiangamiza dunia. Na helikopta iliendelea kukatiza anga. Milima ya kutisha na makorongo ya kutisha, miti ikionekana kwa mbali, helikopta ikiwa juu ya anga ikatiza anga na makorongo kuelekea katika kisiwa ambako kunasemekana kuna viumbe vya ajabu vya kutisha ambavyo vinatazamia kuivamia dunia na kuhakikisha dunia inateketea na wao wanaweza kutawala dunia hii. Na baada ya kufika, helikopta ilitua, na baada ya helikopta kutua, wakashusha mizigo yao, silaha zao na mabegi yao, wakaanza kutembea kwa mguu kuelekea katika kisiwa, ulinzi ukiwa ni mkali kweli kweli. Troops ambazo zilikuwa zimewahi kufika pale katika kile kisiwa, wanajeshi wakiwa makini, wameelekezea bunduki zao kunako bahari ili kulinda usalama wa hao wageni ambao wanakuja na usalama wao kwa ujumla. Na moja kati ya nyumba ambazo zipo katika kisiwa hiki, tayari kuna maandalizi ambayo yameshaandaliwa kupokea wageni, na tayari kuna sampuli maalum kutoka katika kiumbe ambacho kilikamatika katika ile bahari, na wale wavuvi tayari wakiendelea kukichunguza na kufanya tafiti za kisayansi. Wakati huo kikosi cha makomando, kikosi cha wanajeshi, kikosi maalum walikuwa wakiingia katika hiyo nyumba taratibu, wakiwa na mapokezi. Habari, salama, vipi, freshi, mnaendeleaje? Tuko poa, karibuni sana. Mmepata barua mmepata information, mmepata notification kuhusu jambo ambalo linaenda kutokea hapa? Naam kamanda, nimepata na ndo tumefika hapa ili kutimiza majukumu ya kiserikali. Kamanda kamuita Colonel. What's up man? Uko poa? Niko poa. Ni aje? Safi. Bwana karibuni. Baada ya kuwa katika ile ndani ile nyumba, kamanda mkuu akiwa anaonyeshwa yule kiumbe akamwambia, bwana kamanda, mheshimiwa, kiumbe mwenyewe ndio huyu. Bwana kiumbe anatisha, lakini tayari alikuwa ameshatandikwa risasi na kufa. Kiumbe mwenyewe ndio huyu. Wamempiga risasi kilomita kama 1000 hivi kutoka hapa. Kwa hiyo tumemkamata, tumemfunga hapa, tunamkatakata baadhi ya viungo vyake vya mwili ili kufanyia uchunguzi, tupate sampuli za kisayansi ili tujue hawa viumbe wametokana na nini na uzoefu wao ni wapi. Kama ndo alisema naam, kazi nzuri, tuendelee kufanya majukumu yetu. Lakini ni kiumbe wa kutisha na anayetoka kabisa chini ya kina cha bahari, chini kabisa kwenye sakafu ya bahari. Kiumbe wa kutisha kweli kweli. Inasemekana walimuona online, mara ya mwisho alionekana Madrid, Spain, na pia alikuja kuonekana Vancouver, vile alikuja kuonekana katika bahari Nyekundu. Hivyo inasemekana hao viumbe ni wengi na wameikalia bahari yote, Red Sea mpaka bahari ya Sham, mpaka bahari ya Atlantic, mpaka bahari ya Pacific, vile Indian Ocean. Kwa hao viumbe ni wengi. Tuseme kwamba wanaishi chini ya bahari. Ulimwengu wao ni chini ya bahari, ila sasa wana mpango kuivamia dunia na kuikalia kwa mabavu. Kamanda akasema, ila nafikiri hawa viumbe paka kuwa wengi kiasi hicho, lazima watakuwa wanafanya mapenzi, lazima watakuwa wanazaliana. Naam, watakuwa wanazaliana. Kwa nini wawe wengi chini ya bahari? Kwa nini wajae baharini? Kwa nini wakae katika sakafu ya bahari? Kwa nini waonekane Madrid? Kwa nini waonekane Vancouver? Kwa nini waonekane Indian Ocean? Hao lazima watakuwa wanazaliana. Lakini ukiwatazama viumbe wale walionekana hawana hata sehemu za siri. Unajua kiumbe yoyote aliyokamilika na sehemu za siri. Binadamu ana sehemu za siri,
ng'ombe wana sehemu za siri na viumbe wengine tofauti tofauti, lakini kiumbe huyu wa kutisha aliyekuwa na maumbile ya binadamu lakini ngozi yake ni samaki hakuwa kabisa na sehemu za siri. Mwanasayansi mmoja wa kike akasema 60% ni alojeni na 40% ni alolen. Wanasayansi waliendelea kufanya uchunguzi na kumchunguza kiumbe ule, kwa sababu bila kumchunguza na kujua madhaifu yake, kuwaangamiza hawa creature, hawa viumbe wa kutisha itakuwa ni ngumu. Hivyo waliendelea kumchunguza. Kamanda aliongeza kwa kusema, lakini hawa viumbe ni ngumu sana kuwatambua. Hawaonekani kama ni samaki, hawaonekani kama ni binadamu. Yaani nusu ni samaki, nusu ni binadamu. Lakini wana miguu miwili, wana mikono miwili, wana vidole vitano, wana macho mawili, lakini hawana nywele. Miili yao ni samaki. Sasa inabidi tuendelee kuwachunguza kwa makini. Kama walionekana Madrid, Spain, wakaonekana bahari ya Hindi, Red Sea na kwinginepo, hawa watakuwa ni wengi. Inabidi tuendelee kuwachunguza. Hawa viumbe wanaonekana ni kama mashetani au wanaonekana walikuwa kwanza kuikalia dunia kabla yetu sisi. Kamanda aliendelea kuongeza akizungumza. Ndipo kamanda akasema, basi haina shida, pakini kila kitu chenu, wekeni sawa kwa ajili ya kujiandaa na majukumu ya kazi, kwa sababu mbele yetu tuna kazi kubwa na ngumu ya kupambana na hawa viumbe. Na ndipo makamanda wakajiandaa, wakapaki vitu vyao. Baada ya mazungumzo na wanasayansi na maaskari wengine maalum katika kile kisiwa, ndipo kamanda akamwambia dismiss, tawanyikeni na mkajiandae na majukumu yanayofuata na majukumu mazito mbele yetu. Basi kila mtu akae tayari kujiandaa na vita hii ya wanyama, kwa sababu wanatishia maisha ya binadamu katika dunia. Lakini baada ya mazungumzo yale, baada ya watu kutawanyika, yule kamanda wetu aliyepata signal usiku ule wa saa 11 alfajiri hakuondoka. Alikuwa amini kumuona kiumbe wa ajabu, kiumbe wa kutisha, kiumbe ambaye ana maumbile ya samaki, ngozi yake ikiwa ni samaki lakini akiwa kama binadamu, masikio ni kama binadamu, lakini alikuwa anatisha, macho yake yakiwa anatisha. Aliendelea kumtazama, akamtazama kwa kitafakari, hivi huyu ni kiumbe wa aina gani? Ina maana mimi nimechukua nafasi ya ndugu yangu ili kuja kupambana kweli na hawa viumbe? Moyo wake ukiwa na wasiwasi sana, lakini alijipa moyo. Na kisha baada ya kumtazama kwa muda mrefu, akapiga alama ya msalaba kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, kisha akaondoka zake. Lakini ukitazama sakafu pale ambapo kiumbe alikuwa amefungwa, sakafu yake ilikuwa iko sawa kabisa. Ni sakafu nzuri, sakafu ambayo imesimama, iko strong, ni ngumu. Hauwezi ukategemea kwamba baadaye kinaweza kutokea kitu cha ajabu. Lakini siwezi kumaliza utamu wa hadithi hii, siwezi kumaliza utamu wa simulizi hii. Tafadhali endelea kunisikiliza mpaka mwisho. Na baada ya hapo, kama unavyojua ni kisiwani, walikuja na mitambo maalum. Unajua, baada ya wanasayansi kumchunguza yule kiumbe, walikuja na mitambo maalum. Hii ni sonic. Mawasiliano yanaitwa sonic. Mitambo maalum inaitwa sonic. Electricity bla 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 bla. Bwana sijapata kusoma vizuri, ila ni sonic. Electricity and bwana, maneno ni magumu ya kisayansi haya. Walielekea katika ufukwe wa bahari. Baada ya kufika katika ufukwe wa bahari, wakategesha ile mionzi. Baada ya kutegesha ile mionzi, wakitaka kupiga zile sonic, ni mawimbi ya sauti yenye mionzi. Lengo lao ni kuwaita wale viumbe eneo lile, ili wapate kuzungumza nao, kufanya negotiation, wapate kuzungumza nao, kwa sababu walikuwa wanajua hii vita itakuwa ni kali. Ndipo wa binadamu baada ya kufanya uchunguzi, wakaamua kuwaita kutumia mionzi hiyo ya sonic, kasi ya sauti, ili kuwajaribu kuwa pressurize kule chini ya bahari,
kwa sababu sauti mawimbi yake huwa naam, kumradhi. Baada ya hapo waliandaa mawasiliano maalum. Ya sonic, yaani ni mawasiliano ya kasi ya kutumia sauti ili kwenda kuwavuta wale viumbe kule chini ya bahari ili waweze kupata kuzungumza nao. Kamanda akaongeza na kuendelea kuzungumza, unajua, sijui hao viumbe wanafanya nini huko chini ya bahari, lakini inasemekana West Africa hao viumbe walionekana chini ya bahari wakiwa wanatembea kwa kasi ya spidi kama 2200 kwa sekunde. Ina maana hao viumbe wako spidi kuliko kitu cha kawaida. Bwana, kasi yao ni kasi ya sauti, wanaita supersonic. Kasi yao ni kasi ya sauti katika kutembea tu chini ya bahari. Hivyo binadamu kupambana nao ni ngumu, ni mtihani kidogo. Akaendelea, sasa acha tujaribu kufanya mawasiliano. Let us waking them. Acha tuamshe. Tukishawaamsha tutajua kinachoendelea. Hatuna kitu kingine cha kufanya zaidi ya kuamsha wa viumbe ili tufanye mawasiliano nao, tuzungumze nao. Huenda tunaweza tukapata majibu at least ambayo yatatuweka katika usalama, kwa sababu sisi kama United States of America tunaitegemea sana teknolojia ili kuhakikisha kwamba dunia inakuwa ni salama na hakuna tukio lolote baya ambalo linaweza likaifanya dunia yetu ikaangamia, kwa sababu kama dunia ikiangamia hatuna mahali pengine pa kukimbilia. Hivyo ngoja wa viumbe, kwa sababu ni tishio la dunia, tuwaite tufanye naye mawasiliano kupitia teknolojia hii ambayo tumefanyia utafiti, na nafikiri kila jambo litaenda vizuri. Na baada ya hapo wakawasha mashine zao, wakapeleka mionzi kwa kasi ya ajabu chini ya bahari. Bwana, mionzi ilikuwa inalia kwa aina ya namna yake. Baada ya kutuma ile mionzi, baada ya sekunde kama 15, kamanda mmoja wapo wa kikosi maalum akauliza, ina maana hiyo mionzi itawafanya kule chini waamke? Colonel kamanda mkuu akasema, ndio, hiyo mionzi itawafanya waamke, lakini inaweza ikachukua muda kidogo, kwa sababu hawa wako chini kabisa ya sakafu ya bahari, na hii mionzi itasafiri mpaka chini ya sakafu ya bahari. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji wa The Book of Movie and Magic Stories, hebu tafakari, ni kilomita ngapi kutoka juu ya usawa wa bahari mpaka chini ya bahari? Kwa ile mionzi inasafiri kuelekea kule chini kwenda kuamsha wale viumbe ili wapande juu kwa ajili ya negotiation ya kuiweka dunia salama. Na baada ya pale Colonel kamanda mkuu akasema, vizuri, nafikiri watakuwa wameshapata signal huko chini. Makamanda wakauliza, kwa hiyo mkurugenzi, hapa kinachofuata ni nini? Turudini kambini, nafikiri tayari tumeshawasalimia, hivyo ujumbe wetu wataupata, na muda wowote tunaweza tukapata ugeni katika dunia yetu. Na usiku huo dunia ilikuwa tulivu, fukwe zilikuwa zikiambaa vizuri taratibu, usiku wa mbalamwezi, ambapo baada asubuhi yake, jioni yake, kutuma ile salamu, ile mionzi, usiku ulikuwa ni usiku tulivu sana. Bahari ilikuwa imetulia, mawimbi yalikuwa yakipiga taratibu, kana kwamba kuna kitu ambacho kinakuja kutoka ndani yake, kitu cha kutisha. Usiku ulikuwa tulivu. Kunako kambi katika kisiwa kile, makamanda walikuwa wamelala, ila kuna makamanda wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume, walikuwa wakimlinda yule samaki mtu. Sio samaki mtu, ni kiumbe cha ajabu, adventure creature, I don't know how can I pronounce this name. Ni kiumbe cha ajabu, ni binadamu kabisa, lakini ni samaki. Ni binadamu, ana miguu miwili, ana mikono miwili, ana macho, lakini kope zake zina miba. Nywele hana. Vidole vyake ni vya binadamu, lakini vimeshikana kama samaki. Kwa kweli
hata sehemu za asili huu kiumbe hana, yuko flat kama flat screen, lakini kiumbe huyu hauwezi kujua wanazaliana vipi. Ndani ya hema, ndani ya tenti, walikuwa wanaandaa vitanda vyao wanajeshi, kikosi maalum, ili ziweza kupumzika na kulala usingizi. Walikuwa wakiweka silaha zao tayari, kwa sababu unajua mwanajeshi inatakiwa muda wote alale silaha ikiwa mabegani, alale silaha ikiwa pembeni yake, kwa sababu muda wowote kinaweza kuwaka, muda wowote anaweza kuingia katika majukumu. Ndipo kamanda yetu yule mwoga akauliza, vipi, tunaweza kutumia hata simu zetu? Colonel mkuu wa kikosi akamwambia, hapana, haturuhusi kutumia simu, na kila mtu simu zake zimepakiwa sehemu maalum, kwa sababu haya majukumu ni majukumu maalum. Hivyo hauwezi kuruhusiwa kutumiwa simu, hauwezi kuruhusiwa kutumia simu, hauwezi kuruhusiwa kutumia simu mpaka baada ya majukumu kukamilika. Na huo ulikuwa ni muda wa kupumzika ili kesho waendelee na majukumu mengine. Na sasa tuanze kuona ile salamu waliosema. Je, ni kweli wale viumbe wataitikia? Ngoja tutazame usiku huu. Je, kweli kuna jambo litatokea? Kwa sababu walituma salamu ya mionzi. Bwana, dunia imepanuka. Technology is taking over. Dunia imekuwa uwanja mkubwa mpana ambao teknolojia ina take sehemu kubwa sana ya maisha ya binadamu. Ngoja tuone usiku huu, je, salamu wamepata wale mabwana kule chini ya bahari? Na ndani ya ile kambi tunaona kuna walinzi, mmoja wa kike, mmoja ni wa kiume, wakiwa wanamlinda ule kiumbe aliyekufa, yule kiumbe wa kutisha ambaye ni binadamu, lakini wakati huo ni samaki. Binadamu mwenye mapembe, samaki wa ajabu, lakini ni binadamu. Waliendelea kumpiga stori, wakibadilishana mawazo, wenzao wakiwa wamelala usingizi, wao wakiendelea kumlinda yule kiumbe. Na kama ilivyo kawaida katika hilo eneo alilokuwepo, sakafu ilikuwa iko vizuri kabisa. Nikisema sakafu na maanisha simenti au tiles. Ilikuwa iko vizuri kabisa katika hiyo cage. Ndipo jamaa akanyanyuka akamwambia ule mchumba, hey mchumba, usiku umekuwa ni mkubwa sana, hebu ngoja niende kwanza nikatafute kahawa kidogo. Tunajua wenzetu wazungu wanapenda sana kahawa, kwa nini nikatafute kahawa kidogo, nichemshe kahawa ili tuweze kutumia kahawa kidogo usiku huu, ili mambo yaweze kwenda vizuri na kazi yetu ya shift yetu ya usiku ya kufanya ulinzi katika kumlinda huyo kiumbe iende vizuri. Lakini ghafla binivu sakafu ikaanza kubadilika. Sakafu ilikuwa iko sawa, sakafu ilikuwa iko vizuri, lakini ghafla ikaanza kubadilika, na ilikuwa ni saa 6:45 usiku. Wale mabwana walikuwa hawajui kinachoendelea, walikuwa wamelala wale askari wengine, lakini huku pia mmoja wao alikuwa ametoka, ameenda kutengeneza kahawa kidogo waweze kupata kinywaji usiku ule, yeye na ule binti ambaye wote ni wanajeshi. Walikuwa wakilinda ile eneo, wakimlinda yule kiumbe wa kutisha ambaye alikuwa amekaa pale amefungwa akiwa amekufa. Hivyo sakafu ikaanza kubadilika. Yule kamanda akamwambia, vipi dadangu, nikuwekee na sukari? Hapana, usiniwekee sukari, napenda sana kutumia kahawa ikiwa kavu. Mara ghafla kikombe kikapasuka, kikadondoka chini, na ile sakafu ikageuka tope. Baada ya kugeuka tope, jamaa akaanza kutembea. Akamuuliza binti, hey, what is going on? Kuna nini kinaendelea hapa? Yule binti akashangaa. Mimi nashangaa, mbona sakafu ilikuwa iko sawa, lakini mbona naona ghafla tope? Kuna tope bwana, hapa nafanyaje sasa? Bwana, hili tope limetoka wapi? Bwana, sakafu ilikuwa imebadilika, tope lilikuwa ni zito. Yule jamaa akapiga hatua ya kwanza, akaanza kuzama kwenda chini. Inatisha kweli kweli. Na yule binti alikuwa upande wa pili, akamuuliza mshikaji wake, kwani mbona sakafu ilikuwa iko sawa, au hii ni chemical ama nini? Mbona mimi sielewi.
huku akipiga hatua ya kwanza na ya pili kwenda alipo mshikaji wake. Na ghafla yule binti akaanza kujikuta ameanza kuzama mdogo mdogo. Ndugu mtazamaji wa The Book of Movie and Magic Stories, ndugu msikilizaji wa The Book of Magic and Movie Stories, sakafu ilikuwa iko sawa kabisa, sakafu ilikuwa iko vizuri, lakini ghafla sakafu ikageuka tope na yule binti akaanza kuzama akielekea chini kabisa ya kina cha bahari. Yule binti anauliza, oho, kuna nini tena? Na yule bwana mkubwa akaanza kusogea taratibu kwenda kumkomboa mwenzake. Akaanza kusogea naye katika mtego. Mara na yeye akaanza kuvutwa chini, tope likiwa kubwa, tope likiwa zito, wote wakaanza kuzama. Ndipo kabla jamaa hajazama na kupotea kabisa katika ile sakafu, akaanza kuwasha radio call na kufanya mawasiliano. Halo, kuna tatizo, tunakufa jamani, tumevamiwa. Jamaa anaita msaada bwana, jamaa anaita msaada. Yule binti ameshazama na yule mshikaji pia naye ameondoka. Mungu wangu, sakafu ilikuwa iko sawa kabisa, lakini ghafla ardhi imegeuka tope na wote wamezama chini ya ile ardhi. Ndipo upande wa pili dada mmoja alikuwa amelala akashtuka katika ile keji walikuwa wamelala wale makomando. Nahisi kama vile kuna tatizo, nahisi kama nimesikia kuna radio. Hivyo akaamka na kuanza kubadilisha nguo, akavaa nguo za kazi, wakashika silaha zao, wakitaharuki, wakijadiliana nini kinachoendelea. Na upande wa pili mara akaibuka samaki kama yule jamaa aliyepigwa risasi, yule kiumbe cha ajabu. Kikaibuka kiumbe cha ajabu kingine kama kile kutoka katika lile tope, kikachukua ule mwili wa ule mwenzao na kisha akaondoka naye. Na ghafla king'ola kikaanza kugonga kwamba kuna uvamizi. Chap haraka makomando wakaanza kushika silaha wakielekea kule kunakoelekea ambapo kulikuwa kuna yule kiumbe aliyekuwa amefungwa, ambapo kuna wanajeshi wawili walikuwa wakimfanya ulinzi. Wakiwa kuchap wanaelekea katika ile keji, na baada ya kufika katika ile keji wakaanza kuuliza. Kamanda akauliza, kwani wameenda wapi hawa? Na nani alikuwa katika majukumu? Askari akajibu, ni Kapteni Morgan na mwenzake. Wako wapi? Hawapo, kila kitu kimeenda. Bwana, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji wa The Book of Movie and Magic Stories, ardhi ilikuwa imerudi vile, imekauka, hakuna tope, hakuna kitu chochote. Hii simulizi inatisha, hii simulizi inahuzunisha. Ardhi ilikuwa vile, wale watu wamezama katika lile tope na kisha ardhi karudi vile. Maana yake ni kwamba wale watu wamevutwa chini ya ardhi na wamezama. Na katika pilika zile kuna kiti pia nacho kinazama. Wakumbuke wale majamaa, yule Kapteni Morgan na mwenzie walikuwa wamekaa katika viti. Kiti kimoja kimezama kabisa, hakipo, na kiti kimoja kimezama nusu. Hivyo walifanya kukivuta kwa nguvu kikatoka katika chini ya ardhi, lakini ardhi ilikuwa ni kavu. Nini kimetokea hapa? Nani alikuwa katika majukumu? Kamanda mmoja baada ya kufika alihoji. Wakajibiwa ni Kapteni Morgan na mwenzie ndio walikuwa hapa, lakini wote hawapo, wametoweka, wamedhama chini ya ardhi. Hatujui wameenda wapi, hatufahamu. Wakati huo hawakujua kama wale binadamu waliokuwa wanalinda pale walikuwa wamevutwa ndani ya tope zito. Wakaendelea kuzungumza. Aliyotoweka ni Kapteni Morgan na mwenzake, lakini walipoendelea kusikia sauti, wakaendelea kusikiliza sauti, wakaanza kusikia, wakapiga radio call. Baada ya kupiga radio call wakaanza kusikia sauti ya simu ikitoka chini ya ardhi. Ina maana wale binadamu Kapteni Morgan na mwenzake walikuwa hawajazama kabisa chini ya bahari. Walikuwa wamezamishwa ndani ya tope. Maana yake ni kwamba walikuwa wamezikwa ndani ya tope. Ndipo kamanda akatoa oda maalum ili waanze kuchimba pale. Na ghafla walipoanza kuchimba,
wakaona mkono. Kamanda akashtuka akasema, hey, huu si ni mkono wa Kapteni Morgan. Huu si ni mkono wa Kapteni Morgan. Ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji wa The Book of Magic Stories, jina langu naitwa Ayub Obedi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories and Movie Stories. Karibu sana kwenye The Book of Movie Stories and Magic Stories. Na hii ndio sehemu ya kwanza, tunaishia hapa. Na baadaye kesho tutaendelea na sehemu ya pili, na baadaye tutaendelea na sehemu ya tatu. Hii series, hii simulizi ni ndefu mno. Hii simulizi ni ndefu sana. Hii simulizi ni ndefu sana. Endelea kubaki nami, twende sawa kama kawaida mpaka wakati mwingine. Na kama ndo mara yako ya kwanza kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, comment, niambie unasikiliza kutokea wapi, niambie unatazama kupitia wapi. Karibu sana kwenye kisiwa cha simulizi. Karibu sana kwenye The Book of Movie and Magic Stories. Mpaka wakati mwingine tena, asante na kwaheri kwa sasa.